Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Leo tukiwa tunaangazia mfungo na afya. Ndani ya studio Dr. George Muli na Zena Asego, mtaalamu wa lishe, wanajaribu kutuchambulia mengi tu kuhusiana na mada yetu. Kabla kwenda kwenye mapumziko, Zena alikuwa tunataka tuzungumzie hawa wenye matatizo ya kiafya. Ama kabla ya kwenda huko, daktari amekubaliana nasi akasema kwamba mfungo kama vile ambavyo katika dini inasema fungeni ili muweze kuimarisha afya zenu, hata kitaalamu kwenye matibabu inaruhusiwa. Lakini kabla nije kwako daktari, umetuambia kwamba huu mfungo unaruhusiwa, lakini je, wakati mtu atakapokuwa amepumzisha tumbo lake kutokana na kusaga chakula, vile tulivyosema kwamba ili seli ziweze kupatikana seli mpya na kinge na maradhi mbalimbali ambayo angekuwa ametokea, wakati wa kula ni kipi ambacho kinastahili kuzingatiwa? Manake kuna wengine pia hata huwa wanasema nyinyi Waislamu mnafunga, lakini ikifika jioni vile vyakula mnavyokula ni kama mmeharibu kila kitu. Kitaalamu pengine mnapendekeza nini kabla tuje kwa Zena? Wakati mtu ametoka kwa mfungo, kama wakati msimu wa Ramadhani watu wanafuturu jioni, ni vizuri wakati mtu anarudi katika ile mfumo wa kukula kawaida, unarudi hivyo na niseme mpango. Unarudi na mpango. Mtaalamu wa lishe atatueleza namna mtu anavyoweka chakula chake kwa meza, mtu anavyokula ile chakula. Lakini kile tunazingatia sisi kisayansi sana sana ni shida ya insulin na shida ya glucose. Wakati ulikuwa umefunga, tunatarajia kwamba sukari katika damu yako itaenda chini. Wakati umerudi kukula, kile chakula ambacho unakula kinao uwezo wa kupandisha ile sukari yako kwa sana. Kwa hivyo hiyo sasa tuko na hatari hapo, kwa sababu tunaanza kupelekea mtindo wa kupata ugonjwa ambao unakani wa kisukari, ambapo sukari inapanda sana, inashuka kwa polepole, alafu tuko na wakati ambao utakuwa unakula. Tuko na shida hapo ya kuregulate sukari yako. Lakini muhimu ni kwamba wakati ambapo unafunga, pia zile seli za mwili zinapata manufaa, ambapo tunatatua shida ya insulin resistance. Watu wengi ambao wako na shida ya kisukari, unapata ni kwamba sana sana ile tunasema diabetes mellitus type 2. Ni kwamba hao watu wana shida ya insulin. Unatoa insulin yako vizuri, lakini ikifika kwa mwili haifanyi kazi kwa sababu inakataliwa na mwili, kuna resistance. Wakati mtu ana mfumo wa kufunga mara kwa mara, hiyo resistance inapungua. Insulin inaanza kukubalika kwa mwili wake na ana matumizi mazuri sana ya sukari. Lakini wakati mtu ametoka kwa mfumo wa kufunga, unaelekea kukula chakula, mtaalamu wa lishe atatueleza ni chakula gani unaanza nacho na ni vipi ambapo utapunguza kile chakula unakula. Muhimu ndio tuzingatie kwamba tunatarajia hiyo sukari ya damu yako isiende juu sana wakati umekula. Sawa sawa, kazi kwako Zena. Huyu ni mtu ambaye amefunga siku nzima, tuseme kama hivi sasa ambavyo tunafanya wakati wa Ramadhani. Anapokuwa anafungua ile saumu yake ama mfungo wake, anastahili kuzingatia kitu gani? Manake daktari hapa ametueleza kitu muhimu kwamba tunapofunga sukari inakuja chini. Tunapofungua tukila vitu ambavyo sivyo, tuna hatari ya kupandisha sukari. Ndio. Tueleze ni vitu gani ambavyo vina hatari ya kupandisha sukari yetu ikaja juu sana, na badala yake tunastahili kutumia vitu gani ambavyo vitatupatia ile sukari lakini isiwe ya kupita kiasi? Sawa. Sasa ikifika wakati wa mfungo, unapaswa kula jinsi unakula wakati mwingine kwenye mwaka. Hiyo inamaanisha mbali na mfungo lazima uwe unakula lishe bora. Iwe unafunga ama ufungi. Sasa wakati wa mfungo, baada ya wakati wa kufuturu, ni muhimu kule kufungua. Unapofungua unaanza na maji mwanzo, kisha unachukua kama tende kama 3 ama 4. Tende ni sukari ndio, lakini ni sukari ile ya natural. Sasa ukisema kuhusu tende, naona unazo, kuna mwingine hajui tende ni nini, pengine si Islamu na dates. Tende ni dates. Huu ni mfano mmoja. Kuna wale pengine hawali tende ama hawajazipata tende. Unaweza kuvunja saumu yako na ndizi, matunda kama ndizi, machungwa, ama weza tumia carrots
ama avocado, matunda yoyote. Kunywa maji kisha kula tunda moja ama mbili. Usibugie tu sasa ndizi 5 umeziweka kwenye meza, hapana. Anza taratibu. Ndizi moja, tunda moja, tende 3 na maji, kisha pumzika kidogo. Pia waweza kula njugu. Kama mkono unabana mkono, si hivi. Unabana mkono. Njugu pia ni muhimu, inakupa ile mafuta. Na lishe bora inatengezwa na tunaziita starch kwenye kabla tuende kwenye lishe bora, kuna kitu hapo umesema kwamba ukila ule kwa wastani, kula tunda moja alafu baadaye pumzika. Lakini utapata kwamba msimu kama huu watu wakija kufungua, utapata mtu amekwenda ameweka vitu aina mbalimbali. Utapata pale ameweka sambusa, ameweka viazi, ameweka bajia, amekula ndiyo ile tende na maji, lakini hajapumzika, kimaliza vitu vyote vile na vila kwa wakati mmoja. Kuna hatari gani? Hapo hatari ni kwamba unafaa mwili wako umekuwa, usiweke kwenye shock. Usiushtue mwili yako. Lazima uende polepole. Alafu sukari, sababu ya kula vitu kama hivi nitawaelezea, ni sukari inaingia kwenye damu taratibu. Ukibugia tu ule vitu 6 kwa mara moja, sukari yako inapanda juu. Alafu muda si mchache, hata hautamaliza saa 1 ama 2, sukari itashuka. Na hapo inafanyika ukila vitu ambavyo vimesagwa sana, processed foods. Na vyakula hivi tunaonya watu kutozila hata wakati mwingine. Vitu kama soda, biskuti, keki, samosa hizi, chips, vibanzi vile vimekaangwa kwenye mafuta, aina zote ya mambo kama hao yaliyotumika kwenye mafuta, kukaangwa kwenye mafuta. Manake na mkate pia mojawapo. Lakini hivyo ndo watu wanapenda sana, hata wewe utajua. Hata mitaani kule ikifika saa hizi ndio wakati wa kuonyesha umahiri wa mapishi. Nani anajua kupika nini, nani hajui kupika nini. Kwa hivyo tusile kabisa ama tule kwa wastani? Mule kwa wastani. Sisemi msile kabisa, lakini mule kwa wastani. Ama waweza chukua hata samosa moja, chukua moja ya kila aina, fungua, kisha subiri baadaye ule chakula kinachofaa. Sasa kwa wastani namaanisha huwa inategemea. Manake miili yetu ni tofauti. Kuna wale wana maradhi sugu, kuna wale wana afya nzuri kabisa, na kuna wale ambao wanatarajia kupunguza kilo. Sasa ikiwa unatarajia kupunguza kilo katika mwezi huu, itabidi unapokula vitu hivi unatumia wastani kabisa. Hata ni vizuri kutozitumia kabisa. Mfano? Manake tuna option. Sasa badala ya vitu kama chips, samosa, ni heri utumie, waweza kubake viazi vitamu, bado vina ladha. Viazi vya chips, badala ya kupika chips ama viazi karai, waweza kuzibake pia. Unazioka kwenye jiko. Si lazima kila kitu mafuta. Na pia waweza kula njugu. Kuna aina nyingi sana za njugu. Na njugu zinakuja na bei tofauti. Tafuta kile ambacho unaweza kupata kwa uwezo wako. Alafu pia kuna mambo kama matunda. Nimetaja matunda mengi sana. Matunda yote, hakuna tunda ambalo ni mbaya, isipokuwa kwa mtu aliye na kisukari. Kuna matunda mengine yanapandisha sana sukari juu. Mojawapo ni watermelon, tikiti maji. Ukila hizo na una kisukari, huenda sukari yako ikapanda upesi sana. Sasa ni vizuri ule matunda ambayo yana fiber. Na fiber namaanisha, kwa mfano, hili ni chungwa. Ni tunda zima. Kabla ulile utatoa maganda yote kisha ule nzima pamoja na fiber yake. Fiber ni zile nyuzi zenye ziko hapa ndani. Kwa hivyo badala ya kukamua juice, wewe ukate uhakikishe unalila hivi. Unakula matunda nzima. Usile juice. Manake ukishakamua, utoe maji kando, utupe zile nyuzi. Hii maji ni sukari tupu. Na ndio ni sukari
natural lakini ni sukari. Ukiangalia ndio upate glass moja ya hili ya machungwa, utatumia kama machungwa 6 ama 5 na hata 10, inategemea na kinatoshana vipi. Wengine utia maji alafu akaongeza na sukari. Ndio hivyo. Sasa hiyo haifai. Afadhali ununue matunda yako ukatekate mapande kisha ule. Utapata hata machungwa 2 na kutosha, ndizi 2 na kutosha. Hata unaokoa pesa, haufanyi israfu, hautumii vitu vingi, pesa nyingi. Okay. Sasa tuende katika ule mlo kwa mtu ambaye hana maradhi. Anastahili kula vipi? Kwenye kufungua umetueleza kwamba aidha upate tende, upate matunda yako. Tukija katika mlo, ni kitu gani ambacho hakistahili kukosekana katika lishe ya mtu ambaye anafunga? Naam, sasa hapo ndo tunaita lishe bora. Lishe bora ina vile tunaita carbohydrates. Mfano ni viazi vitamu, kuna mchele, itapikwa iwe wali, kuna viazi vile vingine, kuna sima, na kuna vitu kama miogo, vitu kama tuitaje? Nduma. Kuna miogo, kuna nduma, aina nyingi. Hizo ni carbohydrates. Alafu ya pili muhimu kwenye lishe bora ni protini. Na protini inaweza aidha iwe kutoka kwa mnyama ama kwa mimea. Na hiyo ni nyama nyekundu, red meat, kuna kuku, kuna samaki, kuna kuna nyama ya mbuzi, kuna nyama ya kondoo, nyama zote ni protein. Na upande wa protein za mimea ni maragwe, nina mifano hapa. Kuna maragwe aina tofauti nyingi sana. Unapaswa uchague ndio ule upate kula tofauti. Usishinde tu kwa aina moja. Manake kila mimea inakuja na manufaa yake. Na inakuja na vitamins ambazo zinasaidia mwili kupigana na magonjwa, zinaongezea kinga mwilini. Hiyo ni upande wa protein. Kisha la tatu ni fats, mafuta. Na naposema mafuta, si mafuta tu yoyote, pia mafuta ni muhimu. Unaangalia mafuta kwa vyakula kama avocado. Avocado ina mafuta yenye afya sana. Avocado, kunayo cheese kutoka kwenye maziwa ya ng'ombe, kuna bata, na kuna pia mafuta, pia ni mafuta tunazotumia kupika hivyo vyakula. Na mafuta ambazo huwa na himiza watu kutumia ni mafuta ya nazi, kuna mafuta hiyo ya bata, kuna ghee, na kuna pia yale mafuta ya ng'ombe yanaitwa talo. Na utafiti umetuonesha, kuna utafiti umefanywa hapa na pale, mafuta haya seed oils, mafuta nyingi ambazo tunaziona kwenye supermarket zimepatikana kuwa na madhara mwilini. Sasa ni muhimu tutumie hizi mafuta ambazo si za mbegu. So hapo ni mafuta. Alafu tunazo vitamins. Vitamins ni mboga, kuna hapa karoti, tuna kabichi hapa mfano, tuna nyanya. Mboga hizo ni vitamins pamoja na matunda yako, vitamins. Alafu tuna maji. Lishe bora si lishe bora bila maji. Manake mwili umeundwa na maji. Sasa maji ni muhimu sana, na ndio maana baada ya kufungua saumu yako, sasa kuna kile chakula ambacho utapika na uhakikishe vyote nilivyotaja viko. Sasa utachagua aina moja ya protein. Ikiwa wala nyama, unaweza chagua nyama, ama unaweza chagua maharagwe, unaweza chagua dengu. Na ikija kwa carbohydrates, unaweza chagua aidha viazi vitamu, viazi vyeupe, wali, sima na mboga. Tunahimiza sana watu wale mboga za majani. Manake zina fiber nyingi. Na fiber inasaidia katika kudhibiti sukari mwilini. Sasa itakuwa na manufaa kwa wale wasio na kisukari na pia wale wenye sukari.
Okay. Sawa sawa. Kuna dada hapa ameniuliza swali, ananiambia tafadhali naomba kabla mtaalamu wa lishe aondoke niulize kwa nini mimi kila nikifunga huwa napata tatizo la constipation. Haya. Sasa upande wa constipation mara nyingi huwa unasababishwa na chanzo haswa kando na shida za tumbo huwa ni kutokunywa maji. Kutokunywa vitu maji. Unajua unaposema kunywa maji, si maji peke yake unapaswa kunywa. Kuna maji, matunda yana maji, nazi kama hii ina maji, tikiti maji, matunda nyingi sana zina maji, machungwa, ndimu zote, nanasi zina maji. Na uji pia, maanake kuna mmoja hapa ameniuliza nikifunga nafaa kunywa uji, sasa sikujua ni wakati gani. Ni wakati wa kufungua ama wakati ambapo bado anaendelea na funga yake. Lakini nadhani maji itakuwa pia ni chanzo kizuri, uji itakuwa ni chanzo kizuri cha maji. Sasa mweleze dada kama huyu na wengine wanaosumbuka na constipation, ni muhimu kunywa maji. Ule muda wa kufungua tokea ufungue hadi wakati wa asubuhi kufunga tena, hakikisha unakunywa maji. Na ningehimiza kunywa maji isiwe chini ya lita 2. Najua kuna watu maji kunywa ni wana uvivu wa kunywa maji, lakini huna budi, lazima unywe maji. Sasa kama lita 2 ni nzuri. Ukifungua jaza chupa yako lita 2. Kunywa, hakikisha kabla umeenda kulala umemaliza, na unapoamka kukula chakula cha daku pia unakunywa maji. Sasa dada huyo ni maji na mboga. Vitu vyenye fiber. Vitu vyenye fiber. Mboga, matunda nzima, asinywe majuisi nini. Sawa sawa. Daktari, nije kwako. Tumesema kwamba kuna wale ambao wenye matatizo ya kiafya lakini wanaweza kufunga. Je, ifikie wapi mtu aone ishara gani ajue kwamba hapa naweza kuwa napata matatizo na nastahili kukatiza funga yangu, kwa yule ambaye ana matatizo ya kiafya? Naam, asante. Ningeomba kwanza nikamilishe swali ambalo ulikuwa umemuuliza yeye kuhusu mfumo wa kufunga na wakati mtu anapofungua. Tunaye dada ambaye ana shida ya constipation baada ya kufunga. Nilikuwa naomba ni vizuri tujue, kwa sababu hili najua itakuwa ni mada nzuri sana ya kutoka nayo hapa leo, kwamba mtu ambaye alikuwa amefunga amefikia wakati wa kufungua, ni vizuri uzingatie lishe bora. Kwa sababu ndani ile lishe bora kuna kitu alikuwa anajaribu kueleza akitumia chungwa pale, wakati mtu anakunywa juice na wakati ambapo mtu amekula lile chungwa likiwa nzima. Mtu amekula chungwa likiwa nzima amepata fiber. Ile fiber ni nzuri sana, inasaidia kupunguza shida ya constipation. Wakati mtu anakunywa maji pia inasaidia kupunguza shida ya constipation. Wakati unakula matunda yale yakiwa mazima usikamue, unapunguza shida za constipation. Kwa sababu constipation sana chanzo chake ni choo kinakuwa kigumu ndani ya tumbo, kusukuma inakuwa ngumu. Wakati kama ni mtoto anaenda choo anasikia uchungu, kama ni mtu mzima atasikia uchungu, unaweza pata pia vidonda vya sehemu za choo. Na si mzuri. Kwa hivyo wakati mtu amefunga, unaondokea kufunga, ni vizuri uzingatie lile lishe bora. Isikuwe tu ni chakula fulani, umetoka kufunga, umeenda umepata wali, umekula wali sinia mzima. Haitosaidia, utashiba sawa, lakini kuna madhara ambayo watakuja kwa sababu ya kuchagua hilo lishe. Naam, sasa umeuliza wakati mtu amefunga, atajua vipi kwamba hapa niko katika hatari, pengine niko na ugonjwa, pengine nisimamishe kufunga kwangu? Kunazo namna. Nimesema kwamba wakati mtu anafunga, kisayansi tunatarajia kwamba sukari ya mwili itaenda chini. Lakini hii sukari huwa haiendi chini kabisa. Haiendi chini mpaka kiwango ambacho mwili hauwezi kufanya kazi. Haifai kufika hapo, kwa sababu tumesema mwili uko na hifadhi za nguvu ambao umeweka katika mafuta na katika maini. Kwa hivyo wakati mtu ameanza kufunga, mwili unaanza kutumia zile hifadhi. Wakati unaanza kupata matatizo fulani, pengine unasikia kizunguzungu, pengine unatokwa na jasho ambalo uelewi ni nini, unaumwa na kichwa, unasikia uchovu, ni vizuri upate ushauri wa daktari. Tuangalie sukari yako, tujue iko kiwango gani, kwa sababu hatari ya kwanza kubwa sana ya wakati unafunga ni shida ya kupata sukari inaenda chini. Mtu anaweza kaaga haraka sana, hata kuliko ako kwa hatari hata kuliko yule mtu ambaye sukari inaenda juu. Kwa hivyo wakati unafunga, unaanza kupata changamoto fulani, unasikia uko na zile ishara za ugonjwa, unasikia
kizunguzungu, unaumwa na kichwa, unatokwa na jasho ambao huelewi ni nini, wewe si mgonjwa lakini unasikia mwili unatokwa na jasho ama unatetemeka, unasikia hizo ishara hizo, ni vizuri upate ushauri wa daktari. Na wakati ambapo mtu anakusudia kufunga na pengine anakisia kwamba amekuwa na shida fulani ya kiafya. Kwa mfano, wagonjwa wengi ambao tunatibu ugonjwa wa kisukari ambao tunautaja sana katika makala ya leo, ni kwamba watu wanapata shida ya kukojoa sana, mtu anasikia njaa mara kwa mara, mtu anahitaji kukula mara kwa mara, anakunywa maji mengi mara kwa mara. Na wengi hawajui kwamba hizo ni ishara za ugonjwa wa kisukari. Na alafu huyu mtu unafika nampata ni kama huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, anataka kufunga. Ni vizuri aende kwanza hospitali akaguliwe, ajue, ndio tuanze mfumo wa kufunga vizuri. Kwa sababu tunaweza ingia kule mfumo wa kufunga na tuingie kwa hatari zaidi ya yule mtu ambaye anaanza kule kufunga. Okay. Na wakati mtu ameona hizi dalili, alikuwa amefunga, anastahili kutumia kitu gani angalau kupata kama ka first aid mpaka aende akamwone daktari? Manake pengine daktari yuko mbali, yeye atasema mimi nimepata hizi dalili, niliambiwa nikipata hizi dalili nikimbie hospitali. Kuna chochote ambacho anaweza kutumia angalau kuweza kudhibiti ile hali kabla afike katika kituo cha matibabu? Naam, ipo. Tunashauri watu kwamba ni vizuri mtu akwenda kama peremende kwa mfuko. Peremende kama zile tunazijua tropicals. Huwa ni nzuri sana. Unaweza kuwa pia na matunda, ndizi kwa karibu. Sana sana ukienda kule vijijini, utapata watu mashambani na nini, kama ni mzee ambaye ako na hizi shida, kuna mahali anaweza kupata ndizi kwa haraka. Hata kama ni kwa kibanda, unaweza pata ndizi ukakula, itakusaidia kuweka ile sukari kwa kiwango ambacho kinafaa, na utaweza kuendelea mpaka wakati utamwona daktari. Hilo litakusaidia kwa first aid. Hata kwa yule mgonjwa wa kisukari, kwa sababu shida tunatatua hapa ni shida ya sukari kwenda chini. Naam. Hiyo ndio shida tuko nao wakati mtu pengine ako na shida ya sukari, anapata ile dawa ya kujidunga insulin, na anajidunga mpaka sukari inaenda chini. Atapata zile shida bado, ambapo unasikia kizunguzungu, kutetemeka, jasho, hizo zote. Wakati anasikia ile, ni first aid yake ni peremende, ama kama atapata glucose, ama kama atapata unaweza kumkorogea sukari kwa maji nusu kikombe, ukampea maji ya nusu kikombe, sukari kijiko moja, si nyingi. Tunasaidia kupandisha ile sukari, mgonjwa apate nafuu kidogo, tumfikishe hospitali, tutatue mashida mengine. Okay. Sawa sawa. Zena, nije kwako. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amefunga, ikafika wakati akaja akapata matatizo, akafungua ile funga yake akawa hafungi. Katika kile kipindi pengine ambapo atakuwa anajaribu kurudisha hali yake iwe sawa, ndio baadaye pengine apate muda wa kuendelea kufunga, anastahili kuzingatia nini katika lishe yake? Huyu ni mtu ambaye ana maradhi. Sasa amefunga lakini inambidi afungue. Naam, ameshafungua kama vile daktari alivyotuambia, amepata first aid, amefungua, amekwenda hospitali, akaambiwa pengine sukari yake imeshuka, ni mgonjwa wa sukari, akaambiwa zingatia dawa na hivi na hivi. Zile siku ambazo anajiangalia ili aweze kupata nafuu kabla arudi tena kuanza kufunga, anastahili kutumia lishe gani? Na mara nyingi ile sukari huwa imeshuka ni kwa sababu ya vile vyakula hali vizuri, ama huwa sababu ni nini? Mara nyingi huwa ni kipimo cha chakula. Sana sana wakati maradhi ya kisukari, kipimo cha chakula huwa kina umuhimu mkubwa sana. Ukila kidogo sana inakuwa balaa, ukila nyingi inakuwa balaa. Sasa ni muhimu aanze kuangalia ni vipi alikuwa anakula kabla apate shida hiyo. Na itabidi aondoe, ikiwa alikuwa anakula vitu vimesagwa sana, processed foods, itabidi aziondoe na azibadilishe kwa vyakula vina high fiber. Na pia itabidi aongeze kiasi cha mboga, kiasi cha matunda ambayo hayana sukari mengi. Kwa mfano, kwa wakati mwingi karoti iko katikati ya mboga na matunda. Carrot ni nzuri, cucumber ni nzuri, manake ina hiyo fiber. Asile matunda kama tikiti maji, nanasi. Juzi kulikuwa na mjadala hapa, wengine wanasema apple, sijui wanaruhusiwa kula green apple badala ya red apple. Kuna tofauti yote kati ya matunda haya mawili? Kwa kweli ukiangalia utafiti, tofauti si nyingi, kidogo sana. Ni kidogo sana. Okay. Mimi naeleza kula apple yoyote,
lakini unakula apple ngapi? Hapo ndo unaangalia. Moja imetosha. Ukiongeza sasa inakuwa ni kama kutengeza juice. Sukari inaongezeka. Ukiongeza tunda, sukari inaongezeka. Sasa mtu kama huyu ningemuhimiza aangalie chakula chake, aongezee fiber sana sana. Manake ni sukari. Alafu kwa vile mida ya kufungua na ya kufunga ni sawa na kila mtu, itabidi sasa wakati wa kula usiku, alfajiri, daku, na wakati wa kufuturu lazima ale mboga. Asiseme tu nilikula mboga jana jioni, saa hii sijisikii kula. Itabidi ikiwa unataka kufunga na usiwe na matatizo, lazima fiber yako iwe juu. Ndio. Okay. Sawa sawa. Kuna mwingine hapa ananiambia nikifunga huwa nasikia very touching stomach pain. What should I do? Stomach pain hapo naona inaweza kuwa ni kama asidi. Kupanda kwa acid. Sasa ikiwa huna shida ya acid na unasikia uchungu tumboni, sana sana ni upande wa kushoto. Unasikia uchungu wa kuchoma, kichomi. Mara nyingi huwa inaonesha aidha hukula chakula cha kutosha. Manake kama daktari alivyosema, tumboni tuna acid ambazo mwili unatoa acid kwa matarajio ya chakula. Na hiyo haizuiwi na kufunga. Bado mwili utatoa tu acid yake. Sasa ikiwa hukula chakula cha kutosha, mwili utaendelea na kazi yake, utatoa acid, lakini sasa acid inapofika tumboni, huna chakula. Sasa itakuwa inakula. Naam. Ndio maana unasikia kichomi, unasikia acid. Sasa hapo ni aangalie anakula kiasi gani. Na mara nyingi huwa inafanyikia wale ambao wanajaribu kukata kilo, kupunguza uzito. Hata ikiwa unafanya hivyo, hakikisha bado unazingatia lishe bora. Okay. Naam. Sawa sawa. Tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Kwa hivi sasa tupate mapumziko mafupi tu. Tukirudi tutakuwa pia tunaangazia maswali yenu, manake maswali ni mengi tu, na pia nitamwomba mwelekezi huko juu aweze kufungua laini za simu ili iwapo mtu atakuwa na swali lolote moja kwa moja anaweza kuwauliza wataalamu wetu. Hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu.